Mtazamaji, uhali gani, na nikukaribishe katika kipindi hichi kifupi na dakika chache za mahojiano. Tupo Kijichi na tupo katika space ya Zaspihe, na mbele yetu ni mtaalamu wa masuala mazima ya kilimo, ambapo leo hii atakwenda kutufahamisha na kutupa elimu kiundani kabisa kuhusiana na masuala mazima ya kilimo pamoja na miti mbalimbali. Na mtaalamu, karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Mwalimu Justus, ni mtaalamu wa kilimo, na leo nitazungumzia kilimo cha uyoga. Watu wengi wamezoea kwamba kuna vilimo mbalimbali vya mimea, mboga mboga na matunda, lakini kwa upande wa Zaspihe tunashughulika na vilimo vya aina mbalimbali ikiwemo hizo spices pamoja na mambo ya uyoga pia, ambao ni kilimo ambacho kinashika kasi kwa sasa, kwa sababu uyoga ni kwa ujumla wake ni superfood, yani ni chakula bora hasa kwa sababu uyoga una historia ndefu sana. Umeanza kulimwa tangia miaka 1000. Umeanza kuliwa na walaji tangia miaka 1000 iliyopita, ila kwa sasa kutokana na kesi za watu kupata uyoga wenye sumu huko maporini, basi wataalamu wa sayansi walifanya kuchukua uyoga maalum ambao ni sio sumu, wakaanza kuzalisha mbegu katika maabara, na hivyo baada ya hapo wakaanza kuzisambaza ili watu walime uyoga ambao ni rafiki. Mtaalamu, umezungumza kitu kimoja ambacho kinaweza kikamshangaza mtazamaji. Unapozungumzia kwamba uyoga ni chakula, kivipi? Uyoga ni chakula kwa sababu tunasema uyoga ni protein. Yaani una protein ndani yake. Kwa hiyo sasa ile protein ilipo katika uyoga ndio tunasema ni chakula bora. Hivyo unaweza kufananisha uyoga na kitoweo kama nyama na kadhalika, yani ukiupika na unapata kitu kama hicho manake. Tuelekee kwenye sayansi ya kilimo sasa. Hali ya kuanza kuwatika hadi inaanza mbegu kupanda hadi kuvuna uyoga ipo vipi? Kusema za ukweli, uyoga hatuachiki mtaalamu, ni kwamba tunachukua mbegu maabara ambazo zishazalishwa. Baada ya hapo tunachukua na majani makavu ya mgomba, majani makavu ya mpunga na majani makavu ya mabua yale ya mahindi. Tunakata pisi ndogo ndogo, alafu tunayafanyia sterilization, ama tunayachemsha ama tuna process ili uwe vijidudu, kwa sababu uyoga asili yake ni fungus. Yani fungus, nikisema fungus sio wadudu, ila ni ndo jamii ya huko, ila ni fungus maalum ambao ndo wenyewe wanakuoyoga sasa. Kwa sasa wale ukiwaweka katika haya masalia ya mimea ambao bado hayajachemshwa, wale watauliwa na wale vijidudu wengine. Kwa hiyo kuna process kidogo, unachukua yale tunaita vimeng'enywa ya material yote, unakatakata pisi ndogo ndogo, unachemsha. Ukishachemsha baadaye tena unaachana poa, unachukua mifuko maalum, unajaza yale material, alafu unachukua zile mbegu zako ambazo umezinunua maabara, unapanda. Ukishapanda unaweka katika dark room, yani sehemu ya giza kwa siku 21 mpaka 30. Baada ya hapo unakuta wale fungus washaenea katika ile mifuko yote. Unatoa katika chumba cha giza, unapeleka katika chumba maalum ambacho ndo unakuzia sasa. Sasa pale utatoboa, utaacha uyoga utaanza kutoka. Ni process kidogo ambayo inachukua angalau mwezi, siku 30 mpaka 40 ndo unapata ule uyoga wenyewe. Tuelezee fursa za uyoga kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa kweli uyoga ni jambo ambalo kidogo limekuja na fursa nzuri, kwa sababu kwanza kuna mahoteli mengi Zanzibar. Kuna mahoteli mengi Zanzibar ambao hao mahoteli kama nilivyosema hapo mwanzoni, mwanzo wa mahojiano yetu, kwamba uyoga ni superfood, yani chakula bora. Hivyo hata wazungu na watu wote ambao wanatoka nje wanafahamu uyoga ni nini. Ndio maana ukienda maduka ya supermarket ama wapi uko nje unakuta wameandika mushroom. So ile mushroom ndio uyoga manake. Sasa kwa kweli mahoteli mengi yanahitajia menu ya uyoga katika list ya vyakula vyao. Hivyo ni fursa moja wapo, kwa sababu tuna mahoteli mengi. Hivyo mtu anaweza akalima uyoga na akauza katika mahoteli ambayo tunao katika Zanzibar hii. Na hili linafanyika. Sisi kama Zaspihe tumewahi kufanya hili na bado tunafanya,
na tunafundisha elimu hiyo yoga na bado tunauzia hayo mahoteli, lakini kwa bahati mbaya zaidi watu bado hawana elimu ya uzalishaji wa yoga, hivyo hawajui, bado wako nyuma. Umeona, kwa mahoteli mengi bado yani hayajapata kufikiwa na huu yoga kwa wingi wake, maana watu wengi hawazalishi. Ni kushukuru sana mtaalamu, umeizungumzia Zaspihe. Zaspihe inatoa fursa zipi kwa vijana kuja kujifunza taaluma hiyo ya uyoga? Okay, Zaspihe tupo na tunapatikana na tumeanza kutoa hii elimu. Tumeanza kutoa hii elimu, kwa hiyo kwa mtu yote ambaye anahitajia hii elimu kuanzia mwanzo mpaka masoko tunatoa hii elimu. Yaani unafundishwa namna ya kulima huo yoga. Na bahati nzuri tuna laboratory yetu ya kuzalisha mbegu za yoga. Kwa hiyo tunakufundisha mwanzo kwa vitendo kabisa mpaka unafika namna ya kuzalisha na mbegu unapata kupitia laboratory yetu, hivyo naenda kuzalisha uyoga. Okay. Hali ya soko ipoje kwa sasa? Mtaalamu, unasababisha nicheke kidogo kwa sababu uyoga una soko zuri. Una soko zuri kwa sababu kilo moja ya uyoga kwa uzoefu wetu huwa tunauza kuanzia 10,000 mpaka 20,000. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa kuna upatikanaji kidogo mwingi kwa sababu uyoga unapenda mazingira fulani ya ubaridi ama mvua ndio kuzalishwa. Kwa ukizalisha kwa wingi soko kidogo linakuwa maana yake linapatikana uyoga mwingi, hivyo bei sio nzuri. Lakini ule kipindi ambacho jua kidogo unazalisha kwa tabu unaweza kuuza mpaka hiyo 20,000. Kwa sisi tunazungumzia kwa sababu tumeuza na tunajua. Ndio. Hicho kabisa. Una lipi la kuambia vijana pamoja na taasisi, labda mahoteli pamoja na maeneo mbalimbali ambapo hili swala la kwamba uyoga ni chakula linaweza likawashangaza? Wao wanaambia nini? Mimi ninachowaambia kwamba duniani kuna fursa nyingi. Duniani kuna fursa nyingi na hii ni miongoni mwa fursa ambayo sisi kama Zaspihe tumeileta kwa jamii ya Kizanzibari. Na kwao itawanufaisha kwa sababu kwanza ni wanaweza wakauza katika mahoteli ambayo yanapatikana. Hivyo wasishangae, ni fursa ambayo imetufikia sisi na tunaifundisha, hivyo waje wajifunze hii fursa na waweze kuingia katika uzalishaji, kwa sababu hii tunasema ni fursa kwa sababu kwanza huhitaji eneo kubwa kuzalisha uyoga. Yaani banda dogo tu, mfano wa chumba kimoja, mfano kama una nyumba na vyumba 4, ukubwa wa chumba kimoja unaweza ukazalisha uyoga vizuri kabisa. Lakini kuna mazingira tu ambayo unatakiwa uyatengeneze vizuri, kwamba kusiwe kuna joto jingi ndani ya hilo banda ama hicho chumba, sawa, lakini pasiwe wazi kabisa, ni mpaka dudu wengine wanaingia. Kwa hiyo ni fursa. Kwa ni fursa, vijana, akina mama hususan wakimbilia, kwa sababu haihitaji mambo mengi. Na pia ni rafiki wa mazingira, kwa sababu unachukua yale matakataka ya mimea ambayo labda ungeyachoma moto kazalisha moshi, lakini wewe unachukua yale unatengeneza pesa. Kwa kiufupi huwa tunasema convert trash into cash, ndo msemo wetu. Yaani unabadilisha taka kuwa cash ama pesa. Ndio. Ni mtaalamu kutoka hapa Zaspihe ambaye amemaliza kwa usemi wake kwamba unaweza ukatumia taka kuzalisha fedha, si ndio hivyo? Ni kushukuru sana kwa kutazama, asante na kwaheri.